Yo, what's up YouTube? Welcome back to my channel. Just know this will get good vibes and you're chilling with your boy Biril. Today I have a special guest. It's my bro again. Yo bro, what's up? What's good my people? I'm Kofiti. I'm Sam. Today you get a sneak peek why on 420 we go to sleep. Unajua mshasoma title. That's what we'll be doing. Yeah. So guys, today we have a story why we sleep at 420, as you already know. So there's this day manze tukonga tunaenda Rift Valley. There's a place called Malaso back in Samburu. Malaso is a very good place for you to tour, kwenda kuangalia. It has a beautiful scenery. Yeah. So this place manze imekuwa tu a vibe all the time. So we decided, okay, since we are the presidents of soft life, we chukua the car teketeke hadi huko tuone tuone inakuaje, si ndio? So we organize some 2, 3, 4 chiles and then my boys pia drinks, kaka. Very sorry for the noise man. There's some guy repairing something there and also lots of cars tuko mbele ya highway. But we hope mnatusikia. Lakini either way mtabambika. We'll enjoy the video. The long awaited has just arrived, Sasa story itashika. Nice one. So that day akili yetu tulikuwa tumeshapanga everything. There was a car Chiles wa cooperative hapo before tuende. So, and then there was the pick-up point as usual, before mwende road trip kuna place tunafaa mpatane niishi. So manze ndo hiyo, this thing sweet. So a friend of ours alikam through na motor. So us ilikuwa saa kwenda kutafuta the Chiles. Now we come through, then tuanze safari. Yeah. So tukaanza kutafuta the Chiles, but bro at that time sema sijui tulikuwa young, ndo wasichana wako wanapenda raha. Manze, the girls, I don't know, I think they were afraid of their parents. So the girls came, hawakutufail. So they came, like 4 of them, and then we were 4 boys. So tuko hapo, we are just about to leave, tunangoja one chile. I don't know, kila mtu ama demo akaanza kutibia shughuli. Sijui mwingine sijui have something to do, mwingine sijui nini. Wakaishia kabaki chile mmoja hivi. Na bro tumeweka mafuta sabia. So ikabidi option gani? Twende na the one chile and the 4 boys. Ni road trip to just having fun and all that. Lakini this road trip, it was unlucky. The guy was driving, had a crash on the chile who was in the car and akawa amekaa front seat. So that was the story. The chile alikuwa back seat, lakini the guy was with some other guy front seat. Yeye alikuwa na select mangoma. And all that. Shout out to Kevo. Okay. Labaru. Check him on Instagram. So tumeenda before the 24 kuna dem mmoja akapiga simu. So sasa ni U-turn. Badala mse ya turn fiti akapiga scramble. So you know the drift, and it's a big car. So drift, mzee wasa akaanza kushtuka. Okay, but all in all lazima the road trip be happy. So the chile again kufika akatupea some more excuses, but it was good, si ndio? So angekaa tungekuwa wengi kwa gari, most probably tungeumia. Then there was this chile mwenye alikuwa amekaa at the back wa mwisho. So before toke there was this chile akasema me I'm free, so we can go. So at that time tukwenda to pick that chile from pick before talking to town, sema Kashfa kagonga dove, a white dove, lakini kila mtu ajanga white dove ni good luck. Kasema hapa twende nayo safari. So before safari anze kila mtu alikuwa amejibini, whatever you use iko kando yako.
So safari ikaanza pole. So this guy was driving. He was driving as anaangalia the Chile. Driving manze. Tukatoka tao vizuri tu. Pole. Then the worst thing, there's a guy behind. So this car iko na sita mbili, iko na tatu, then tatu, ndio? Yeah. Then the guy mwenye alikuwa nyuma alikuwa the brother mwenye alikuwa mbele. Yes. Sasa mwenye alikuwa nyuma alikuwa he was telling the guy in Kisamburu, mape means twende. Go. Ati he was calling him some name. Abio. Yeah. Abio kutaswara. Yeah. Mape. So the guy was speeding manze na ni rough road. You know it's the road leading to Rift Valley. Yeah. Hey manze tumeenda. So the last time aliangalia Chile before even turning back akaona bumps. He decided ati ataipa hizi bumps. Akapita hivi juu ya barabara, so gari ikapanda elevation, ikarudi ikapanda hii side nyingine, tukaroll manze. Ilikuwa inakaa movie, ilikuwa inakaa movie. Hata nikwambie ukirollingi hauonangi kitu yote. Most people walikuwa wamefunga macho. Yeah. Lakini bro, mimi niliona watu wakiroll. The best thing ni kwa accident funga belt. Yeah. Belt mimi ilinisaidia because the other guy venye gari iliturn ilikuwa upside down, tires ilikuwa juu, back ilikuwa chini. Na the people wenye alikuwa huko nyuma walikuja mpaka kwa steering. Sasa kila mtu ako chini, mimi nimeshikilia na belt. Bro, mimi vile nilifungua macho, nilikuwa peke yangu. Ndio ujue venye adrenaline inahitingi. Kila mtu hadi driver alikuwa ameshatoka. Mimi luckily nilijipata kwa kioo, nilimpiga teke mpaka nimetoka. I was the first one kutoka nje. Kulikuwa na wamama. So mama anapiga nduru. Wamekufa, I don't know what. So mimi peke yangu ndo nimetoka, alafu napata watu wanapiga nduru ati watu wamekufa. So kuangalia hivi ndani the only Chile alikuwa close, so nikamtoa. Au wengine wakachoka. So ndo pia ukatoka. Mimi nilikuwa wa mwisho sasa. Ulikuwa second last. I remember there's a guy kutoka McBen. Tunamwangalia ati nini mbaya, tunampata ati the jaba, the soda na wanachukua chukoko ndani, tunashanga rada. Mimi after tu kutoa mse nilijipata church. Kulikuwa na church tu hapo kando. I think hiyo ndio ilikuwa hadi good luck. Bora me and all that. I only got this car as you can see. Yeah. Karibu na tatu yake. Yeah. I hope mmeona. Yeah. So mimi kutoka the first person nilifikiria ni bro wangu. Naangalia nauza saruni ya papu. Then mimi niko church. Si funny circumstances. Nikaona saruni yako kanisa. Kulikuwa na kanisa hapo kando. Niliingia kanisa. I don't really kwa lini but niliingia kanisa na nilikuwa peke yangu. Hata priest hakuwa, father hakuwa, alikuwa yeye solo. Nikaanza kumwangalia, nikaona kufiti. Bro, ungeangalia hiyo gari au ungesema hata mtu mmoja ametoka. Hata venye nini, sema fast forward, venye let's say watu walikuja, kila mtu alikuwa anasema there's nobody ametoka hapo. Yeah. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mkubwa. Okay, so the accident has happened, tumetoka. So it's calling home ama calling for assistance. Manze watu wako na iPhone. Hebu chill. Haishiki network. Then one thing, distance kutoka pali tuko hadi next town. Bro, it's far. It's quite a distance. Na hapo there are no things like sijui ati free matatu yenye nenda bila space. The mata yenye natoka Tao iko full. Pikipiki ukiweza panda pikipiki kutoka hapo hadi Tao around 500 to 1000. Napo ango kila kitu kwa gari, mafuta, watu, kila kitu. Kila kitu. Sasa then the problem was that car mwenye alikuwa anaendesha I guess hakuwa na license. And another thing, gari ya kupewa liiba. Yeah. And then kitu kingine, kitu mbaya ni the father anajulikana. Jina itasemekana for privacy purposes. Yeah. Lakini that guy, the father was known all over the country. So news ikafika town, gari ya huyu na fulani imeanguka.
akapigiwa simu akasema wako wawili mwenye alichukua gari. So the rest of us we have to hepa isikuwe mbaya. Lucky enough our friend alikuwa na gari, so kumpigia hata lucky enough rafiki alikuwa na gari. Lakini one thing, the chile mwenye wa mwisho tulimbeba, the guy mwenye gari alikuwa anamkatia pia. Dan deal akamkujia kama si bro. Tungeingia through forest hadi to add up the luck. Umsa alikuja na V8, so it was enough for sisi wote na kukava. Sababu bro, acha nikwambie, by the time tuko natoka hivi unaona escort car to deputy president, magari za maskari ziko nafuatana hivi. So sisi wote kwa hiyo V8 tulilala hivi chini na tukamwambia msee usiseme tuko hapo, usipinye brakes, usisimame. Enda. So msee kuwashiwa taa pia akawasha taa kama ameenda. Then the good thing with that guy, the father is known. So hakuna venye gari ingesimamishwa. There's no way. And again to add up, it was a V8. So hadi makarawa guzangi V8. So sasa tukabahatikia tukaenda. So venye tulifika saa town where we stay, kulikuwa so unajua nini during an accident ausikiangi whatever happens, ausikiangi uchungu, ausikiangi anything. So you have to go maybe for check up and all that. Kama uko na internal bleeding. So si tumefika hivi, nini a friend of mine, the last guy mwenye alichukua things from the car, anaanza kustaga kidogo. Sasa leo uko soba. Kidogo. Actually watu wengine wenye walikuwa nakula jabo walimeza kabisa. Nauliza bro, ulikuwa unakula jabo iko wapi? Sijui man. Wapi? Iko ndani. Sasa that guy akableki. Sasa nikwambie, unajua seliamu na pesa mashida zinawafuatanga bro, notice hiyo kitu. Lakini sasa uko na do everything goes smoothly. Sasa the guy mwenye alibleki ilibidi tumpeleke OC. Kufikisha OC ndio ujue Mungu ni mkubwa bro. The guy alikuwa amemeza glass. Alikuwa amemeza glass, na uzuri ni Mungu tu ni mkubwa, haikumwaffect hadi chini. Madokio akafanya juu chini, the guy was okay. Na ako tu mtaa. Baada ako na story yake, maybe siku moja we invite him to the channel atuambie how it went. Manze, that's the reason we don't do shit for 20 kifika we sleep mbaya sana, and thank God for life. Manze, stay tuned manze, we are out. Please kindly subscribe to my channel manze, comment, share with your friends and family. Tujenge man. Take cautions manze. Wanena trip mkikimbia now whoever's driving asiyekuwa any influence with anything, akwe sober na mtafika fiti. The other guys mjibambe. Akifika mtajibambe pia. Peace. Shukran my bro. Warembo. Super. Mbaki fiti. Till another day.